Asante sana wapenzi watazamaji kwa kuendelea kushirikiana nami. Ninawatakia heri njema ya Krismasi pamoja na mwaka mpya wenye fanaka. Asante sana kwa kuwa shabiki wetu mkubwa mwaka huu, mwaka 2025. Na waomba vile vile mwaka 2026 tushirikiane kwa moyo huo. Mimi niko hapa kwa minajili ya kukuhudumia wewe. Asante sana wale wote ambao mnazidi kunisapoti huu msimu wa Krismasi, mashabiki zangu kutoka mataifa yote. Ninazidi kupokea kidogo chenu ambacho mnanipea. Mwenyezi Mungu awabariki. Serikali hii ya Samia inafanya kila juhudi kuondoa ushahidi wote ambao unaonyesha kwamba wananchi wengi waliweza kuuawa kipindi cha maandamano yaliyotokea kati ya tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 5 Novemba, kipindi wananchi walikuwa wanakataa uchaguzi uliokuwa umeandaliwa kwa serikali peke yake, kwani viongozi wa upinzani walikuwa wameondolewa wasije wakashiriki uchaguzi ule. Sasa kuna kanda ambayo imeweza kuchapishwa na mwanaharakati Maria Sarungi akieleza kwamba serikali hii na kikosi chake Abduli, mtoto wa Samia Suluhu Hassan, walionekana wakifukua miili ya wapendwa wetu ambao waliuawa na maafisa wa polisi, kisha miili yao ikatoroshwa na kufukiwa kwenye makaburi ya pamoja. Lakini kwa bahati mbaya makaburi hayo yalionekana na satellites, mahala ambapo waliweza kuzikwa. Sasa tunaelezwa kama njia moja ya Samia Suluhu Hassan kuficha ukweli, alituma kikosi ambacho kinaongozwa na mtoto wa Samia ama mtoto wake Abduli kwenda kufukua mabaki ya ndugu zetu kutoka kwa kaburi la pamoja. Yaani serikali ambayo inasema kwamba iliweza kuchaguliwa kwa asilimia kubwa inajaribu kudiliti, inajaribu kufuta unyama ambao waliweza kuufanya. Jamani, hii ni serikali kweli ambayo inawajali wananchi? Nimekuwa nikimwona mtu mwenye anaitwa Mwigulu Nchemba akisema kwamba maafa hayakutendeka. Basi haraka ni za nini kwenda kufukua miili ya wapendwa wetu mahali ambapo pamejulikana kwamba wameweza kuzikwa? Sasa huyu mwanaharakati Maria Sarungi akachapisha hivi jinsi ambavyo unaona hapo, alafu nitambatanisha kanda ambayo ameweza kuichapisha. Akasema kwamba video kufukua miili Mabwepande hii hapa. Akaweza kumtagi mwanaharakati Rachel Dagwa. Saluti, hii ni tarehe 24 mwezi wa 12 huu kipindi ambapo wananchi walikuwa kwenye shamra za kuandaa Krismasi. Akasema kwamba genge la Abduli na Mafwele walipokuwa kazini wanafukua miili Mabwepande. Kwa sasa watu wako rada, wanafuatilia kila hatua yao. Jana si ajabu walikimbizana na maeneo mengine. Tukichelewa kukomboa nchi tutakosa hata miili ya wapendwa wetu. Musiponielewa sasa, mtakuja kunielewa baadaye. Alafu akasema kwamba no justice, no peace, Samia must go, January 1st. Kisha akaweza kuambatanisha hiyo kanda ambayo unaiona hapo, mpenzi mtazamaji. Walikuwa na ndoto za kutimiza, vijana wenzetu wa Kitanzania walichotaka wao kusikia. Ni jambo la kusikitisha mpenzi mtazamaji kuona serikali inajaribu sana kuficha habari kamili, kuonyesha mahala ambapo ndugu zetu waliweza kuzikwa. Unajua kuna familia ambazo mpaka sasa hivi hazijawahi kupata wapendwa wao. Familia zingine walizika viatu. Ndio, familia zingine walizika viatu kwa sababu wapendwa wao waliwakosa. Kuna miili ambayo iliweza kuonekana ndani ya mochari ya Mwananyamala
ikiwa imerundikanishwa kwa sakafu. Hadi wa leo hiyo miili iliweza kuhamishwa ikazikwa ili kuondoa uvundo ambao ulikuwa unatanda. Lakini cha kushangaza tena, serikali hii imeweza kuamua kufukua. Kwa nini? Katika kanda hii naomba nikueleze, kama wewe ni mgeni, kama haujaweza kupiga subscription, unakosea sana, kwa sababu unapitwa na mengi. Hapa ndipo huwa tunayachambua mengi sana. Wewe cha msingi piga subscription, bonyeza kengele, turn on notification. Wewe niachie mengine, utakuwa naweka kanda hapa, unaipata kwa haraka. Vile vile mpenzi mtazamaji, ninakuomba uweze kusambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi. Taarifa hizi ambazo hii serikali inajaribu kufukua miili ya wapendwa wetu na kuificha iweze kufika, iweze kutanda, ndiposa serikali ijue kwamba hakuna kitu ambacho wanakifanya kwa siri kisije kikajulikana. Sababu nambari moja ambayo inafanya serikali hii kuamua kufukua hii miili jinsi ambavyo dada Maria Sarungi ameweza kusema ni kwa sababu wanataka kuficha ushahidi wa mauaji. Unajua mpenzi mtazamaji, Samia alishtakiwa kwa kesi zaidi ya 3 katika mahakama ya jinai ICC. Na wananchi wako na taarifa za satellite mahala ambapo wananchi waliweza kuzikwa. Wao serikali hii ilifikiri kwamba watafanya kitu pasije pakajulikana, lakini pakajulikana. Sasa iwapo ICC taanzisha uchunguzi, watapelekwa mpaka mahala ambapo wananchi wanajua miili iliweza kuzikwa, na watafukua yale mabaki, zile mbavu na mifupa ambayo itapatikana pale, itapelekwa kwenye mahabara kwa minajili ya kufanyiwa uchunguzi, yani DNA, msimbojeni. Wakishafanya hivyo, Samia atapatikana na makosa, kwa sababu hauwezi ukaweka miili zaidi ya mtu mmoja, ama hauwezi ukaweka mwili kwa kaburi zaidi ya mmoja. Sasa hebu niambie, hiyo kaburi itapatikana na miili zaidi ya watu 50, kwa sababu mbavu yangu na mbavu zako hazifanani, na mbavu ya yule mwingine hazifanani, ziko na DNA tofauti. Wakifanya uchunguzi watapata kwamba ndio hawa ni wale ambao waliuawa na hapa ndipo waliweza kuzikwa. Kwa hivyo njia moja hii serikali, ama kitu ambacho serikali hii inajaribu kufanya ni kuficha ushahidi. Kipindi ambapo ICC itakapoanzisha uchunguzi, itaweza kachukua hata miaka 5. Unajua mbavu huwa haziozi. Hii ngozi yetu, hii nyama yetu inaweza ikachuchuka, inaweza ikaoza, lakini mbavu huwa haziozi. Uchunguzi ukifanyika, atapatikana na hatia. Kwa hivyo wanataka kufukua kutoka pale, waupeleke ama wapeleke hiyo miili mahala ambapo kusikojulikana, kama njia moja ya kuficha ushahidi. Hawa watu si ni wanyama? Hawa watu si ni wanyama? Hawa watu ni wanyama. Nambari 2, sababu ambayo inafanya hii serikali inafanya hivi ni kutaka kuficha idadi kamili ya wale ambao waliweza kuuawa. Kwa sababu nimekuwa nikimsikia Mwigulu Nchemba akiuliza eti amewasikia wengine wakisema kwamba watu zaidi ya 10,000 waliuawa. Nani alikuwa na taarifa? Nani alikuwa pale akahesabu? Sasa ni kama juzi nimeona Mwigulu Nchemba wakiwa na Samia wakiwa wananong'onezana, picha zilitoka. Hawa watu inaonekana waliambiana kwamba waende wafukue ile miili, waichukue kusikojulikana. Lakini lazima wajue kwamba hilo limekwisha julikana. Wanataka kuihamisha kuelekea kwingine. Hili ni jambo la kusikitisha sana kuona serikali ambayo iko na unyama kiasi hichi, inawaua wananchi, alafu inajaribu sana kujiaminisha kwamba wakufanya mauaji Tanzania. Ni jambo la kusikitisha mpenzi mtazamaji. Hii serikali imeingia kwenye historia kama serikali ya kwanza kabisa kuwaangamiza raia wake, ndiposa waweze kupata kitu ambacho kinaitwa ukweli, ama waweze kupata mamlaka. Wazo lako ni lipi kuhusiana na hii miili ambayo inafukuliwa?
Mimi ni Bwana Ezra, asanteni sana.